بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، tulisimama katika aya 99 na 100 sura al-Kahf, na leo tunaendelea kupitia hizi aya mbili mbio mbio, alafu tuendelea na aya ya 101 inshallah. Tumesema baada ya Dhulqarnain kuwajengea rajma ikiwa kizuizi kama ni sadi lakini ni nguvu, ukuta huu akasema si uhodari wake bali rehema kutoka kwa Mwenyezi Mungu kumpa uwezo ule. Qala hadha rahmatun min rabbi, aya 98. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Qala hadha rahmatun min rabbi fa idha jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan. Na hapa moja kwa moja ameunganisha baina ya wakati wake Dhulqarnain na kwamba hizi katika jumla ya rehema Mwenyezi Mungu, lakini anawakumbusha na kutukumbusha sisi kwamba ilipokuja waadi ya Mola wetu, ahadi yake aliyoweka nayo ni kufika kiyama. Fa idha jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka, ukuta hauna madhubuti wa kuzuia ahadi ya Mwenyezi Mungu ikija katika kuondoa dunia yote na kutoweka ardhi, mbingu na kila kitu, na majabali na milima na bahari na kila kitu. Na kwa hivyo ukuta ni temporary kwa mujibu wa dunia, umri wake utapoendelea, kisha ni kuvunjika kama vilivyovunjika vitu vyote. Na hii wakana wa'du rabbi haqqan, halafu inaunganisha kama kwamba wa'du rabbi wakati wa kiyama ndio moja kwa moja zinaingia aya katika aya kuelezea habari ya kiyama. Watarakna ba'dahum yawmaidhin yamuju fi ba'd wa nufikha fi as-suri fajama'nahum jam'a. Watarakna ba'dahum yawmaidhin yamuju fi ba'd. Na hapa ndio kama tulivyosema, ikiwa hawa Yajuj wa Majuj watakuwa nini, watasongana. Na hii maana ya muju bi maana ittirab wal ikhtilat, kuchanganyika na kugongana na kuwa wanakwenda huku. Na bila shaka kwa walisema kwamba hawa ni jini wal ins siku ya kiyama, hii mashhad ya siku ya kiyama, walisema wanakusudiwa hao ni kiendeleo cha nini, kisa cha Yajuj wa Majuj. Ikiwa hivi, lakini yauma idhin ni siku hiyo, na ikiwa yauma idhin basi siku hiyo mara nyingi inakuwa kwa siku ya kiyama. Yamuju fi ba'd, wanaingiaje ba'dhum yamuju fi ba'd, yani hawa huku wanaingia huku na huku wanaingia huku, wanasongana na kuingiliana. Kwa hivyo wanapoingiana hapa na alafu tena wanufikha, na likapigwa likapulizwa fisuri baragumu, hewa kama kuonesha kwamba ni wakati tayari wa kupulizwa baragumu. Wanufikha fisuri fajama'nahum jam'a, basi tutakusanya wote pamoja. Alafu tukasema jana وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. وعرضنا جهنم يومئذ, ilipokuwa inazungumza watu wanaostahili kwenda motoni, imetajwa ardha jahannam. Kuna sehemu kama tulivyoeleza zinatajwa nini, pepo peke yake, wa idha aljannati uzifat, sio na jahannam wakati mwingine utajwa. Tumeona katika naziati wa burizati aljahimu liman yara. Ndio maana hiyo kwamba
itaoneshwa ili watu wa motoni waione jahim, itatokeza jahim. Na wajia yawmaidhin bi jahannam katika suratul Fajr, na italetwa itasogezwa yawmaidhin jahannam. Yawmaidhin yatadhakkaru al-insan, siku hiyo ndo atakumbuka, atajua yote aliyofanya. Wa anna lahu dhikra, na faida gani kujua na moto na msubiri tu. Kwa hivyo hizi aya ukizama zote zinaita maana pamoja kwamba ni kwamba watuposogezwa mbele ya haki na moto naona mbele yao, wa aradna jahannama yawmaidhin, na tutadhihirisha waione kama exhibition, maonyesho vitu mbele yenu. Kadhalika moto, aradna jahannama yawmaidhin likafirina likafirina ardha, wataonyesha muonesho hasa waione hasa wapate kutishika na kuogopa. Hapa tunakuja aya 101, talama as long as wanataja jahannam kwa wale makafiri, yawmaidhin lilkafirina, inakuja aya 101 alladhina, bila shaka ni alladhina wale makafiri, alladhina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dhikri wa kanu la yastati'una sam'a. Wana Mwenyezi Mungu hapa anataja masala ya a'yunuhum fi ghita', wale ambao alladhina kanat a'yunuhum, makafiri ambao kwamba nini, macho yao, kanat a'yunuhum fi ghita', macho yao yalikuwa katika ghita, ni pazia au kitu cha kuzinga, fi ghita'in, na kule katika nyingine tunasema ala absarihim ghishawa walahum adhabun adhim, macho yao kama kwamba yana pazia kwamba haoni. Kwa hivyo hapa ni kwa wale makafiri na wanafiki wasotaka kutazama ukaona haki, basi wanajaribu kila njia wasitaki kuona, na Mwenyezi Mungu anaadhiba macho yao. Alladhina kanat a'yunuhum fi ghita', na macho yao kama kwamba nini, yalikuwa katika yana pazia. Na hii maana yake nini? Kuto kujali mawaidha wanapewa. Fi ghita'in an dhikri, yamezibwa kutokana na nini? Dhikri yangu hataki kusikiza, wanapuuza, wanageuza nyuso zao. Basi kama nageuza, sisi tutaziba kabisa nyuso zenu. Sio hivyo tu, wakanu la yastati'una sam'a, na ikawa nini, hawezi kusikia. Sio kwamba hawezi kusikia wanayoambiwa, la, bali wenyewe hataki, masikio yao mazima. La yastati'una sam'a, bimaana kwamba yakrahuna an yasma'u, adhanahum salima, masikio yao mazima yanasikia lakini hawataki, kwa kule kuchukia haki, dini ya haki, hawataki kusikia wanapopewa nasaha. Na walikuwa wakisema, waqala la tasma'u li hadha alquran, sikai mkasikiza Qur'an, walghaw fihi, fanyeni tashwish, shawishu, ziweni wasipige kelele. Kwa nini? Kwa sababu wanajua maneno haya kwa fasaha ya Waarabu ndivyo, wakisikia maneno haya mu'jiz, watakubali kama wewe ni mtume kweli. Maneno haya laisa min kalam albashar, bali maneno ni kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo walikuwa hawataki kusikia. Na tunaona sisi katika suratul Jathia, kama wanakwenda katika aya ya 7 na ya 8, Mwenyezi Mungu anasema wailun likulli afakin athim, maangamizi, ole wao au maangamizi yatakuwa ya kwao haya, kutamthibitikia nani? Likulli, kwa kila afakin asim, mwenye ifki, kuzusha maneno ya uongo, kinyume na haki. Afakin ni mwenye atungaye azwae uongo, kama kusingizwa mtume kwamba mara aseme mchawi, mara aseme kwamba wandazimu wamemwita muongo, kila sifa wamempa za uongo. Afakin athim yasma'u ayati Allah, anasikia
aya za Mwenyezi Mungu tutla alayhi, anayesomewa tutla alayhi, anasomewa thumma yusiru mustakbiran, ikisha anashikilia israr katika kutakabbar na kujivuna, hataki kabisa kusikia. Kaan lam yasma'a, hufanya kama kwamba kaan lam yasma'a, kama kwamba hajasikia. Mtu kama huyo fabashiru, yesi kashikilia kukaa na kupuuza na ajifanya kama asikii, mbashirie. Daima tabshiri kwa jambo la khairi, lakini iko yeye anaona hiyo khairi, basi fabashiru bi'adhabin alim, mbashirie adhabu yenye kuumiza, adhabu iumizayo. Na hapa dalili kwamba nini, yasma ayati Allah thumma yusiru mustakbiran, istikbari yake kutakabbar kunamfanya asitake kusikia. Kwa hivyo kwa kusikia wanasikia, lakini hawataki kufuata. Kwa hivyo kuzibwa macho na masikio yao kuna maana kwamba hapa alladhina kanat ayunuhum fi ghita'in an dhikri wa kanu la yastati'una sam'a, senses mbili hizi za kuona na kusikia ili zipeleke information katika moyo ule uwe na khushu na kuogopa na kumwamini Mwenyezi Mungu na kumtii na kufuata dini. Hizi senses mbili ndio muhimu. Umesikia, umeona, yote unayoona katika ayatullah, vitu alivyoviumba, dalili kubwa. Halafu unakuja hidayah, Qur'ani unasomewa, hata kusikiza wanapuuza, wanabadilisha maneno yote kwa sababu kuendekeza matamanio yao. Ilikuwa senses mbili hizi za kuona na kusikia hujaziacha zikafanya kazi kama ipasavyo, zinasababisha moyo kuharibu. Moyo ule kwa ghair salim. Moyo salim siku zote ikisikia kauli haki inakubali na unanywea na unanyenyekea kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo hawa الكافرين waliotajwa juu hapa, ardha alladhina kanat ayunum fi ghita'in an dhikri wa kanu la yastati'una sam'a, masikio na macho haya hawajatumia ipasavyo, ndio yanasababisha hao kupelekwa nini, kwa motoni. Kwa hivyo hapa tukitoka aya hii, afahasiba alladhina kafaru, bado aya inazungumza hawa makafiri. آية 102 أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. هل إتي حسب بسي حسب كذاني أفحسب hivyo hawa wanadhani, maana alladhina kafaru hivyo wanadhani hawa walokufuru, ayattakhidhu ibadi, kwa kuwafanya waja wangu, min duni ghairi yangu mimi, wakaniacha mimi wakafanya waja wangu aulia, ndio kama ndo miungu wao, walinzi wao badala yangu mimi. Na hivi wanaambiwa nani? Wanaambiwa kila aliyefanya mja wa Mwenyezi Mungu mwenye kutii, ikiwa malaika, ikiwa Isa, ikiwa Uzair, ikiwa nani. Kuna watu wameabudu waqalat al-yahud Uzair ibn Allah, waqalat an-nasara al-masih ibn Allah, msio na makuresho wamesema malaika watoto wa Mwenyezi Mungu katika surati Safat na sehemu nyinginezo. Na Mwenyezi Mungu anasema lan yastankifa al-masihu أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ولا الملائكة المقربون. na ingelikuwa na Mwenyezi Mungu ana watoto kama Mtume sasa anasema, ingelikuwa mimi awwalul abidin, wa mwanzo kuabudu, ikiwa Mwenyezi Mungu afanya hivyo. Lakini Mwenyezi Mungu hajachukulia mtoto yote. Sasa hawa wamewafanya waja wangu ibadi, na ibadi bi maana waja wangu wazuri ninaopenda, ikiwa malaika wenye kutii amri, ikiwa mitume niliopeleka, ikiwa Uzair, ikiwa Masihi, ikiwa malaika, ikiwa nani, hao wote waliposimamishwa mbele ya haki wataulizwa. Anaambiwa Nabii Isa, anta kulta
linnasi ittakhidhuni wa ummi ilahaini min dunillah, wewe umeambia watu, umeambia nifanye mimi na mama yangu bibi Maryam kwamba miungu ghairi Allah. Hata sala subhanak atakataa, na malaika wanasema subhanak wanakataa katika ayati pia kwamba malaika wanakataa. Vipi mimi unajua kama siwezi kuambia hivyo? Ningekuwa nimesema mimi ungelijua, taalamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik. Kwa hivyo watakataa wale wajumbe wema, ibadi, watumwa wema wa Mwenyezi Mungu watakataa. Kwa hivyo hawa afahasiba alladhina kafaru, wanafikiria kwamba wale kufuru an yattakhidhu ibadi, wanajifanyia na kujichukulia waja wangu min duni ghairi yangu mimi kuniabudu mimi, wakawachukua hawa wakawafanya aulia. Inna aulia sisi waliyuna Allah, na Allah anasema wali wanatuita sisi ni wako chini ya ulinzi wake. Auliyai anaita waja wangu auliyai, nini? Waja wangu ambao ninawalinda. Walina inakwenda tarafain, Mwenyezi Mungu kuambia waja wake na waja kumwomba Mwenyezi Mungu. Kama hadithi al-Qudsi inasema man aada li waliyan faqad adhantu bil harb, yeyote atakaye ayafanya adui wapenzi wangu katika viumbe, katika waja wangu, basi huyo amshadiklia vita na mimi, na mimi shadiklia vita nao. Na kwa hivyo Allahu waliyul ladhina amanu, Allahu waliyul ladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumat ila an-nur. Mwenyezi Mungu ndiye mlinzi wa wale. Kwa hivyo unapotumika neno wali ni kwamba Mola anawalinda waja wake wema wenye kumtii. Kwa hivyo wali na wingi wake aulia wamejichukulia katika min ibadi, an yattakhidhu ibadi, sio abdi moja, ibadi wengi. Kwa hivyo aina asnaf mbalimbali, iko binadamu, iko malaika. Yattakhidhu ibadi min duni, kwa ndo aulia wao, ndo walinzi wao, ndo miungu yao. Inna hakika sisi a'tadna tumeandalia, inna a'tadna jahannama lilkafirina, inna a'tadna jahannama lilkafirina. inna a'tadna jahannama lilkafirina nuzula. سمعني. إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. إنا أعتدنا، إنا حقيقة السيسي. Mwenyezi Mungu anapotumia kauli ya sisi lil'azama, utukufu wake na kuonesha nguvu zake kubwa. Inna a'tadna, hakika sisi, a'tadna ni jahannama, tumeiandaa jahannam ipasavyo kuandaliwa kwa mujibu wa amali zao makafiri. Lilkafirina, ingeweza kuwa inna a'tadna lilkafirina jahannama, tumeandalia makafiri jahannam, lakini inaonyesha kitu cha muhimu baina makafiri na jamaa. La, iandae kwanza jahannam alafu upate kitu. Inna a'tadna jahannama imetangulizwa kwa nini? Kuonesha umuhimu wa jahannam hapa kabla kafiri. Inna a'tadna jahannama kwa ajili nani? Lilkafirina, iwe ndo nini? Iwe ndo nuzla, pale pa kuteremkia, pale pa kukaribishwa, na karibisha kwa jahannamian, wal iyad billah. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Inna a'tadna jahannama lilkafirina nuzula, tumeandalia moto, muandao uliokuwa mzuri kabisa. Naam. Alafu inakuja aya gani? Anasema aya 103, qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Hal, qul, sema Muhammad, waambie hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Nunabbiukum tumesema bimaana nukhbirukum, tukwambieni, lakini al-khabar ina aqal ahamia, uzito wa habari si kama uzito wa amba ni kwa habari kwa muhimu. Je, nikwambie habari muhimu hii? Qul, sema waambie Muhammad, hal nunabbiukum bil akhsarina amala, nikwambieni nani ambao
wenye hasara katika vitendo vyao, amali zao katika hasara. Taban alafu anasema ili upate imani kwa ukamilifu, alladhina al-akhsarina amala, kwa aya inafuatia ya 100 104, alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Bali hata na aya 500, ulaika alladhina kafaru, hao ndio amshaka blended kwa makafiri. Ulaika alladhina kafaru. Qul, sema ya Muhammad, waambie, hal nunabbiukum, tukwambieni, bil akhsarina a'mala, wanafanya amali nzuri chungu zima lakini wako katika hasara. Na hili moja kwamba mtu anafanya amali njema chungu zima lakini nia yake nini? Ikiwa mu'min na anafanya kitendo kwa ikhlas, na ikawa kitendo chenyewe, amali yenyewe tibqan liawamirillah, inakwenda sambamba na maamrisho ya Mwenyezi Mungu au na yale aliyotufunza Mtume SAW, kitu muhimu hasa ikhlas, unafanya kwa ikhlas biwajhi Allah. Kitu cha pili, kitendo amali yenyewe kiwe kinakwenda sambamba na vile alivyofundisha Mtume. Na ukenda kinyume na hivyo, ukaongeza vile vilivyokuwa vitaki kuongeza, ukaleta amali nyingine ukatia, ukasema amali njema unaitia. Sisi katika dini yetu lazima tunaamini kitu na dalili yake ipo, ama kutokana na Qur'ani au kutokana na hadithi zilizo sahihi za Mtume SAW. Hakipo katika vitu hivi, hakuna dalili ya kukilazimisha kitu kikaingia katika dini. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. Kama kweli nyinyi mnampenda Allah, Mwenyezi Mungu ananiamrisha nikwambieni, fattabi'uni, ifuateni mimi, yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum, Mwenyezi Mungu atakupendeni na atakukufurieni dhambi zenu. Kwa hivyo inapokuwa aya kama hii, qul hal nunabbiukum bil akhsarin amala, wapi wenye kupata hasara amali? Leo katika ulimwengu wako chungu zima wasoko Waislamu wanafanya mambo makubwa ya khairi, wanajenga hospitali, wanajenga sijui kitu gani, katika kutoa misaada ya kila aina. Lakini je, nyinyi waumini mnamwamini Mwenyezi Mungu? La, wanamshirikisha Mwenyezi Mungu, wanaamini zaidi ya Mungu mmoja, wanaamini Mungu asiyekuwa Allah. Taibu watu kama hao wamefanya wema hivyo, kweli watakwenda motoni? Tunaambia Mwenyezi Mungu anamlipa kila mja, kwamba katika aya wazi kabisa, innal insana la fi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat. Al-iman billahi al-wahid, hakubali kushirikishwa. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Haghfiri, hasamehe milele motoni. La yaghfir, akishirikishwa akatiwa Mungu wote mwingine ghairi ya Allah. Qul huwa Allahu ahad, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika. Fanya dhambi yote nyingine zaidi ya kumshirikisha Mwenyezi Mungu, anaweza mtu akadhibisha wala mshakaingia peponi. Man qala la ilaha illa Allah dakhala janna, hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo wal asr, Mwenyezi Mungu anaapa kwa asr, time yote, katika wakati wote, abr usur, kwa kupitia time zote, zaman yote. Wal asr anaapa kwa wakati, innal insana la fi khusr, liko kasara tu, illa alladhina amanu wa amilu salihat. Vitu hivi hivi lazima vikutane, iman ma al-amal salih. Amal salih bila iman hakuna pepo, amal salih bila iman hakuna pepo, iman bila amal salih hakuna pepo. Na katika jumla amal salih, kusali, kufunga, wasema mimi si salih, mimi bwana naamini Mungu. Muongo, umamini Mungu. Kama unamwamini Mungu utamwogopa na utasikiza maamrisho yake, na maamrisho yake kwamba sala moja usiwache kwa maksudi. Sasa mimi naamini Mungu wangu, mimi unamtania Mwenyezi Mungu, astaghfirullah. Mwenyezi Mungu atoa amri msali kwa njia ya Qur'ani. Kama unaamini Mwenyezi Mungu, basi lazima utekeleze. Ukitaka usitaki utakuwa mtii.
halafu fanya amal salih. Amal salih zilizokalifishwa na amal salih zinazotoka kwako mwenyewe kwa kujipendekeza zaidi kupata nini? Daraja kubwa ya khushu na takwa, ili upate daraja juu za peponi. Kwa hivyo hapa yani wasokoa Waislamu wengi wanafanya mambo makubwa. Naam, Mwenyezi Mungu analipa, lakini duniani hakuna nasibu. Mwenyezi Mungu anawapa nini? Anawapa mashuhuri, wanaingia katika history, watu kutajwa sana, wanapewa umri mrefu, wanapewa mali, wanapewa mambo mengi, wanapewa duniani, lakini akienda kule hana kitu. Kishalipizwa kila kitu. Kwa nini? Kwa sababu kwa kadri ya amali njema aliyofanywa, utaji wake utakuwa mzuri duniani, watu watampenda, atajulikana katika kila magazeti, kila siku wanatiwa tu majina yao, magazeti ya ulimwengu wote. Anasifiwa na sifa kishachukua portion yake, yani malipo yake ya amali njema, lakini hakuna kumwamini Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo hakuna hilo moja. La pili, kwamba watu wengine, mtu binadamu pengine ikhlas yake inadoa, na kuna hadithi Mwenyezi Mungu anamuita mtu alikuwa shahidi, kafa shahidi, anaambiwa wewe umepigana, umefanya nini? Yani mimi nimepigana kwa jina lako, kwa nini? Fi jihad fi sabilillah. Kambala wewe Mungu umepigana kwa ajili ya uambiwe kwa moyo jabari, hodari, brave, shujaa. Kwa hivyo anatoa motoni. Na mwenye elimu yake anaulizwa, elimu yako umetumiaje? Mimi nimesomesha watu Qur'ani, nimefanya hivi na hivi. Akaambia umesomesha kwa ajili nini? Upate kujulikana wewe, hakuna alim kama wewe ulimwenguni. Kwa hivyo umeshachukua sifa zake, umeshasifiwa, خلاص ingia motoni. Kadhalika mwenye kutoa mali, umetoa mali chungu zima na nini? Hadithi inasema, hadithi qudsi, kwamba wewe umetoa upate kuonekana hakuna mkarimu kama wewe ulimwenguni, na ukajionesha na kunini, kila mmoja apate kujua. Kwa hivyo umeshachukua portion yako, mtieni motoni. Kwa hivyo iko aina zote hizi atoa motoni mtu. Ina maana kwamba binadamu lazima hofu kwamba kila amali anayofanya awe ajaribu kama ipasavyo, iwe ikhlasi wajillah, halafu ajaribu kama ipasavyo iwe na kwenda sasa na mafunzo ya dini inavyotaka. Kwa hivyo wengi wanaweza kuwa wanafanya amali zao njema, mwisho akaishia motoni. Kwa hivyo hii ni aya inatisha sana, hata waumini wengi wanaiogopa aya hii. Ukiacha kwamba wanakusudiwa ni makafiri, kwamba kul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala, ni kwambieni wale wenye kula hasara katika amali zao wanazofanya, alladhina dhalla sa'yuhum. Dhalla maana nini? Kupotea. Katika Qur'ani maana chungu zima za kupotea, lakini tunakamata hii kwamba wamepotea kule bidii yao na kuhangaika kwao kufanya mambo ya kheri fil hayati dunia, katika maisha duniani. Bidii ya hao ya hapa duniani yote imepoteza, dhalla, imepotea yote, haijapata hasanat. Dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum lil hali wao yahsabuna, wanadhani wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, kama kwamba wao wanaona wanafanya amali njema, kumbe wamepotea. Aya kwa kafiri, hata kifanya amali njema moto namsubiri, kwa sababu ni amali zao zote zimepotea, kwa sababu hawajamwamini Mwenyezi Mungu. Kwa muumini lazima imshtue aya hii kwamba inshallah pengine amali zetu tunasali kama wengine wanasema ninakaa kwa khushu nasali mpaka nikitoa salamu la adri aqbilat salati am la, mpaka nikitoa salamu kuna kusijui sala yangu imekubaliwa na Mwenyezi Mungu au haijakubaliwa. Na hiyo ndio aina ya nini ya Mwenyezi Mungu anaotaja waumini, tatajafa junubuhum anil madaji, wanaacha mbavu zao zinaondoka kwenye magodoro yao, yad'una rabbahum khawfan wa tama'an, kinuka kisali sala usiku. Kwa nini yad'una rabbahum, wakimwomba Mola khawfan wa tama'an? Mambo mawili lazima yaende sambamba, wana hofu wasije wakatoa motoni ikawa amali zao zikaenda bure, ndio haya. Wa tama'an, kwamba wana matumaini mazuri kwamba Mwenyezi Mungu Rahmanur Rahim watatia peponi. Mambo mawili lazima yaende sambamba. Bwana mimi nafanya ibada bwana, inshallah mtu peponi tu bwana. Hatuseka hataje mimi mtu peponi. Wewe umeagana na Mwenyezi Mungu atakutia peponi? Lazima uwe na hofu, lazima. Au aya 9 katika Zumar, hiyo katika sura Sajda, aya 9, amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman, akisimama na kusujudu, yahdharu al-akhirah, anaiogopa hivi akhira, wa yarju rahmat rabbina, uko anategemea rehema Mwenyezi Mungu. Lazima hofu na daraja, al-khawf wal raja,
Mtume sallallahu alaihi wasallam kaambiwa sema rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Kwa hivyo kauli yote sasa mimi iko nitiwe motoni basi nitiwe, au iko Mwenyezi Mungu ataka kunitia peponi na asintie, mimi nafanya kumwabudu kwa sababu anastahili kuabudu, asiseme kwamba Mwenyezi Mungu asikutie. Yaani kama una bargain na Mwenyezi Mungu unapata naye, kama utaka kunitia sintie, kama utaka kunitia motoni tie. Kauli zimefasiriwa na watu wengi. Kuna watu wamefikia stage kwamba wanasema kama la wallahi hawezi kuwa bora kuliko mtume aliambiwa sema waqina adhaban nar. Na huko aya inasema yad'una rabbahum khawfan wa tamaa. Kama hazienda balance ikawa katika equilibrium, khawf na tamaa, haya mambo mawili, akajisifu mimi mtu wa peponi tu bwana, au akakata tamaa moto nitaingia basi ataingia. Mimi katika dhani ya mja wangu nilivyofanya, Mwenyezi Mungu anasema akinihisi kwamba mimi nitamsamehe basi nitamsamehe, akihisi kwamba mimi nitamtia motoni. Inda dhanni abdi, mimi kata anavyodhania mja wangu ndio hivyo. Na siku zote husnu dhanni billah, hasa kutoka roho, husnu dhanni kwamba Mwenyezi Mungu raufur rahim, atansamehe makosa yangu na nani ghairi Allah ndio atakayesamehe. Hii kauli hii, aya hii watu wengi sana wanaiogopa, na kila mtu akiwa mcha Mungu zaidi aya hii inamtisha zaidi. Alladhina dhalla sa'yuhum fil hayat dunya, dhalla imepotea sa'i yao. As-sa'i bimaana kazi yote inafanya, ikiwa kazi ya kutafuta maisha, kwenda katika profession yako kufanya kazi kwa kupata mshahara, ikiwa sa'i katika nini, katika ibada, sa'i baina safa wal marwa. Na sa'i maana kwenda mbio, mtu kwenda mbio kwa ajili ya ibada, kwa ajili ya hayat, kwa ajili ya maisha ya kidunia. Sa'i al-fata li rizqihi ibada wa sababun yahdi ila as-sa'ada, kama anasema Sheikh Shauqi ubaiti mmoja. Yani mtu anapokwenda mbio kwa ajili ya kutafuta riziki pia ni ibada, chochote unachofanya ni ibada. Kwa hivyo hapa alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, kumbe siku za siku anaona kwamba anafanya wema, kumbe siku za siku anaambia bwana mali zako zimekataliwa. Na aya Mwenyezi Mungu anasema waman kana yuridu hartha dunya nuti minha, anayetaka mazao na faida ya dunia nampa. Yeye anataka dunia tu, potea mbali akhera itaki. No, man kana yuridu hartha dunya nuti minha wama lahu fil akhirati min nasib, akhira hapati chochote, yeye anataka dunia tu. Lakini man kana yuridu hartha al-akhirah, anayetaka mazao ya ujira peponi, نزد له في حرثه. آية ماذا؟ ومن كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ألف ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. Kwa hivyo ukitazama kwamba Mwenyezi Mungu pia kapiga mfano katika sura An-Nur, walladhina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabu dham'anu ma'a. Walokufuru amali zao zote mfano wake kama nini? Miraji. Unaona kuna maji kule hasa katika jangwa, barabara jua kali napiga the rays nafanya kama kwamba unaona maji, kumbe kuna chochote. Kila ukenda maji yanakuzidi kukimbia. Kasarab amali zake unalofanya utapata peponi khairi, kumbe hakuna chochote, kuna moto unamsubiri. Kasarabin biqi'a yahsabu dham'anu, mwenye kiu anaona kwamba yahsabu dham'anu ma'a hata idha jaahu, akiafikia lam yajidu shay'an. Yani kujia siku alipofika mbele ya Mwenyezi Mungu akasimama, lam yajidu shay'an, ataona hamna chochote. Wa wajada Allah indahu fawafahu hisaba, atamkuta Mwenyezi Mungu atampa hesabu yake kama apasavyo kupewa. Wallahu sari'ul hisab. Naam. Kwa hivyo huu mfano Mwenyezi Mungu amepiga kuonesha kwamba nini, amal, mtu awe na hofu katika amali yake, ajitahidi afanye kwa ikhlas, isiwe na ria ndani yake, isiwe kujionesha, isiwe hivi isiwe hivi. Na Mwenyezi Mungu mengine anasamehe insha Allah, lakini inatisha wengi aya kama hii. Alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a ulaika alladhina kafaru, basi inawapa matumaini kidogo, hao ndio walokufuru. Alhamdulillah, sisi akiwa anasema la ilaha illa Allah, anamsabihi Mwenyezi Mungu kila mara, halau kidogo anapata moyo kwamba nini asa Mwenyezi Mungu akatakabali pamoja na dua, Allahumma taqabbal du'ana, Allahumma inasaidia katika nini, kumtoa katika kundi hili. Ulaika alladhina kafaru biayati rabbihim,
hao ndio walokufuru aya za Mola wao. Aya za Mola wao biayati rabbihim, aya za Qur'ani. Naam, aya za Qur'ani. Ayati rabbihim, ayat zote hizi ayat, shams wal qamar wan nujum na nini wal bahar, zote ayat. Wa min ayati nataja bidon khalqu samawati wal ardi azio, hizi zote katika ayat hizo. طيب ikiwa ayat miujiza zote kwa mitume yake, pia ayat katika Qur'ani imetafsiriwa mambo tatu. Ayat ya kaun, ya ulimwengu vidogo viumba. Ayat miujiza kuja nayo mitume mbalimbali kuonesha, kubainisha utume wao na kadhalika ayat hizi za Qur'an. Na hizi zote tatu inaweza kuwa included katika maana aya hii. Ulaika alladhina kafaru biayati rabbihim, wamekufuru aya zote, aina zote tatu za ayat. Kafaru biayati rabbihim. Halafu pia waliqaihi, na kukutana, wamekufuru, yani wamekanusha kukutana na Mola, yani kufufuliwa na kusimamishwa mbele ya haki na kutiwa motoni au peponi, hawaogopi wala hawajali. Kwa hivyo hawa liqaihi, wanakataa kwamba kuna kukutana na Mwenyezi Mungu baada, hakuna kufufuliwa. Mtu akishakufa akishageuka mchanga, kuna kufufuliwa. Hao alladhina kafaru biayati rabbihim wa liqa'i rabbihim wa liqa'ihi. Ingereza kuwa liqa'i rabbihim, lakini wa liqa'ihi huwa Allah, na kukutana naye siku ya kiyama kwa ajili ya hisabu. Kwa hivyo hawa amali zao zote zitakuwa wameshalipwa, amali zao fahabitat a'maluhum, vitendo vyao vyote vimeruka, vimepotea. Habitat a'maluhum zote. fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawm al-qiyamati wazna. hawa la nuqimu lahum yawm al-qiyamati wazna, la nuqimu lahum yawm al-qiyamati wazna. Na hii maana yake nini? Kwamba hawa wala hatutawasimamishia mizani zao siku ya kiyama. Kipande hiki inshallah tutakielezea kesho ili tupate kuendelea na aya zilizobakia inshallah. Nini maana? Kwamba hatuwasimamishii mizani, yani hawana mizani. Na aya nyingine inasema kwamba kuna mizani itakazidi na kupungua, thaqulat mawazin wa khafat mawazin. Inshallah nitaka sharhi bila tofiki inshallah kesho tutaelezea kipande hiki. Kwa hivyo aya hii ulaika alladhina kafaru biayati rabbihim ndio itakuwa aya 105, tutaipitia tena kesho na kuendelea inshallah. Hadha wallahu a'lam.